sab'an ay sab'a samawat, tukajenga juu lenu mbingu saba, shidada zenye nguvu, jamu shadida. Hiyo shidada ni jamu ya shadidat, ay qawiyatan, zenye nguvu, muhkamatun la yuathiru fiha mururu zaman, hakuna kinachoathiri katika mbingu hizo kupita kwa miaka. Nilisema kwamba jumba laweza kuwa lina miaka mingi, watu wakalichangia kwamba likarabatiwe, jamani, halifai tena, kinyume cha mbingu za Mwenyezi Mungu. Toka ziumbwe hadi leo hazikarabatiwi. Dele ngapi hiyo? 7 8. Waja'alna sirajan wahaja, na tukafanya taa muniran, yenye kuzagaza. Waja'alna sirajan wahaja, na tukafanya taa yenye kuzagaza. Ya 8 hiyo. Kwa hiyo hapa Mungu ataja dalili ya 9 ili makafiri waone kwamba kweli Mungu amefanya mambo haya, halafu sisi wala hatuna habari nayo. Lakini pamoja na hayo, faminhum man yu'min wa minhum man yakfur. Wa anzalna minal mu'sirat, na tukateremsha kutoka mawinguni. Wa anzalna minal mu'sirat ay wa anzalna minas sahabati allati, na tukateremsha katika mawingu ambayo hana laha antumtira, yamekurubia kuleta mvua. Mu'sirat han karibia, kama vile kusema ya fulani hana waktu taam, hana waktu hivi na hivi, umekurubia. Wa anzalna minal mu'sirat, na tukateremsha kutoka mawinguni. Ay wa anzalna minas sahabati allati, na tukateremsha kutoka katika mawingu ambayo hana laha antumtira, yamekurubia kuleta mvua. Kalmu'siril jariyati allati, kama kukaribia kwa mwanamke ambaye, kalmu'siril jariyati allati, kama kukaribia kwa mwanamke ambaye, danati minal hayy, amekurubia kutoka hedhi. Maelewana kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha kutoka mawinguni. Mawingu yanapojipanga vizuri na nini, halafu ndio aleta nini, aleta mvua. Kama vile mwanamke ambaye ataka kuleta siku zake, hali yake inavyokuwa. Asema bwana mkubwa kwamba kama tulivyosema jana, sura hii imeanza mwanzo kwa kuelezea habari za kiyama na habari za kufufuliwa na habari za malipo. Haya ni mambo makubwa ambayo makafiri ilikuwa wanayakanusha kwamba wanaona ni uongo. Baada hapo sura ikasimamisha dalili na hoja za uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ni muweza juu ya kuumba viumbe vyake
na kuumba mambo ya maajabu na kumuumba mambo yasiyokuwa na maajabu. Hakuna kimshindacho Mwenyezi Mungu katika kurudisha kiumbe chochote kuwa katika hali ambayo anaitaka yeye, sembuse mwanadamu. Ndio hizo dalili ambazo tumezitaja. Tumeelewana? Baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafuatisha kutaja habari za kufufuliwa na vile vile pia na akaweka mpaka wa siku za maisha na kwenye kukwenda kwa kufufuliwa na marejeo yake. Nayo ni siku ya Kiyama, nayo ni siku ambayo watapambanuliwa katika siku hiyo viumbe vyote. Mwenyezi Mungu atawakusanya wa mwanzo na wa mwisho, kama tutakavyosoma hapo sura aya inasema inna yawmal fasli kana miqata. Baada ya hapo, miongoni mwa aya ambayo tutasoma vile vile, Mungu sura hii ikazungumzia kuhusu habari za Jahannam ambayo ameiandaa Mwenyezi Mungu kwa makafiri. Sema wa anzalna minal mawsurat, na tukateremsha kutoka katika mawingu. Ai wa anzalna minas sahabati allati, na tukateremsha kutoka katika mawingu ambayo hana laha tumtira, yamekurubia kutoa nini? Kuleta mvua. Kalmusir jariyati allati, kama kukaribia kwa mwanamke ambaye danati minal hayy, amekurubia kutoka nini? Kutoka hedhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha kutoka katika mawingu maji, mvua, maji yanayotoka kwa nguvu, ma'an dafiqan shidda, maji yanayotoka kwa nguvu. Wewe mvua ikinyesha maji kama kwenye bati, wa anzalna minas samai ma'an tajjaja, maji ni kububujika kwa nguvu. Melewana? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefananisha mawingu wakati anapoleta mvua, kaljariati allati kadana aynuha, kama mwanamke ambaye imekaribia hedhi yake, kama inavyosema kwa mwanamke, asema imra'atun mu'sirun idha dana aidhuha wala tahid, inapokaribia hedhi yake alafu ikawa haitoki hedhi yake, ni imra'atun mu'sirun. Melewana? Na wanasema baadhi ya wanazuoni katika aya hii kwamba mawingu ni miongoni mwa vitu ambavyo vimeumbwa mwanzo. Miongoni mwa vitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba mwanzo ni mawingu. Kuhusu habari ya mwanadamu hii haina matatizo, ama habari ya viumbe vingine ya mwanadamu ndio kuna ikhtilafu. Habari ya kuumbwa mwanadamu kwamba nani kaumbwa mwanzo haisumbui. Imepokewa kwamba alikuja bwana mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam
akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, mata kunta nabiyya, lini wewe ulikuwa mtume? Watu waliokuwepo waliona kwamba huyu muulizaji aleta mambo ya maajabu kabisa, kama kumkataza. Mtume akaambia mwacheni aulize. Kisha Mtume akawaambia, kuntu nabiyya wa adamu baina ruhi wa jasad, nilikuwa mtume na aliyakuwa bado Adamu ni roho mwilini, wakati ya roho na nini na mwili. Na kuna hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu asema kwamba Mtume mwenyewe asema Jabir, nilimuuliza Mtume, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya, nipe habari ya kitu cha kwanza ambacho Mungu amekiumba kabla ya vitu vyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yeye Jabir, inna Allaha khalaqa qabla al-ashya'i nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla vitu vyote Mungu ameumba nuru ya nani? Ile alama kindao. Na Abi Hurairah radhiyallahu anhu asema kwamba mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kuntu awwala nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'th. Pamoja na kwamba kuumbwa kwa duniani kuletwa ni Adam, lakini kuna vitu ambavyo vilitangulia. Elewana jamani. Ama katika vitu wametofautiana wenye kusema katika kauli tatu, fi ayyiha kulika awwal, kwamba kitu gani kiliumbwa mwanzo. Wenye kusema wasema kulika alqalamu qabla hadhihi alashya, kuhusu vitu, ukiachilia wanadamu, kuhusu vitu kitu cha kwanza kuumbwa ni kalamu. Elewana, cha kwanza kuumbwa nini? Kalamu. Na kauli hii amechagua Ibn Jarir na Ibn Jauzi na wasokuwa hao, na ameongeza Ibn Jarir asema baada ya kuumbwa kalamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khalaqa as-sahaba daqiq, aliumba mawingu membamba. Khalaqa as-sahaba daqiq, aliumba mawingu membamba. Wa ba'dahu al-arsh, baada ya kuumba hayo mawingu membamba ikaumba arsh. Itaelewana sio? Katika vitu sio kwa wanadamu. Siku gani iliumba mwanzo? Siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliumba mwanzo ni siku gani? Katika jambo hili wamekhtalifiana wanawazuoni katika kauli tatu. Katika jambo hili wametofautiana wanawazuoni katika kauli tatu. Yaqulu ahlu at-Tawrat, yaqulu ahlu at-Tawrat, wanasema watu wa Taurat, watu wa Nabii Musa wa Taurat, ibtada Allahu al-khalqa yawm al-ahad, Mwenyezi Mungu alianza kuumba siku ya Jumapili. Hiyo ni kauli katika kauli makundi matatu. Wengine hata wanawazuoni wa hizi
Baada ya nini? Hoja yao kwamba Taurati imesema kwamba Mwenyezi Mungu alianza kuumba siku ya Jumatatu. Elewana. Wayaqulu ahlul injil, watu wa Isa alayhi salam wanasema, watu wa Injili, ibtada Allahu al-khalqa yawma al-ithnain, alianza Mwenyezi Mungu kuumba siku ya Jumatatu. Wao ni watu wa Isa alayhi salam, wao itikadi yao na wale wanawazuoni wanaosema kwamba siku ya Jumatatu ni kupitia Injili. Elewana. Wayaqulu almuslimun, na wanasema Waislamu, fi man taha ilaina an rasulillah, katika yale ambayo yametufikia sisi kutoka kwa nani? Kwa Mtume. Sio kama wasemaji hivi, hapana, wasema kwa habari ambazo zimetokea kwa Mtume mpaka zikafika kwao. Wasema ibtada Allahu al-khalqa yawma as-sabt, alianza Mwenyezi Mungu kuumba siku ya Jumamosi, as-sabt. Na kauli hii ndio wanawazuoni wameichukua, wakiwemo wanawazuoni wa Imam Shafi na wengineo, na hilo ni dalili ya hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu asema kwamba khalaqa Allahu turbata yawm as-sabt, Mwenyezi Mungu alianza kuumba changa siku gani? Jumamosi. Ushahidi wa hadithi hiyo kwamba Mungu katika siku alianza kuumba siku ya Jumamosi, na ikawa mwisho wa kuziumba siku hizo ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo Waislamu ndio maana yake wameifanya Ijumaa ni idi kwao kwa kila wiki. Kila wiki Waislamu wanakuwa na siku yao, siku ya siku ya Ijumaa. Wani katika wiki nyingine katika siku hii hufanya mambo mazuri ingine tafuta chele na nyama, chele na kuku, chele na samaki kubwa, ni idi yetu. Elewana. Wa anzalna min al-mu'sirat, na tukateremsha kutoka mawinguni, ma'an tajaja, maji yenye kububujika. Le kuna lamu ya ta'lim. Kwa nini? Linukhrija bihi, ili tutoe katika maji hayo habban, nafaka, wa nabata, na mimea. Habban kalinta, kama ngano, wa nabata, mimea, kati, kama mimea ya tii. Vile vile pia wa jannatin alfafa, na mabustani yenye kujaa miti. Tena kasera tena wa jannatin, ndio wa jannatin alfafa ay basati, na mabustani yenye kujaa miti. Ay multafitatan, jamu lafif, alfafa ni jamu ya lafif, kama kusema sharif wa ashraf. Hapo kamaliza mwisho wa dalili na hoja 9 ambazo tumezitaja. Baada ya hapo aelezea kuhusu siku nzito, siku ya Kiyama.
inna yawmal fasli baina al-khalaiqi, hakika siku ya kupambanuliwa kati ya viumbe, kana miqata, iwe ni yenye kuwekewa muda. Inna ajala Allahi idha jaa la yuakhar, muda wa Mungu ukifika haucheleweshi. Inna yawmal fasli kana miqata, hakika siku ya upambanuzi baina al-khalaiq, kati ya viumbe, kana miqata, iwe ni yenye muda maalum. Ay waqtan lithawabi wa iqab, hiyo ni wakati kwa ajili kulipwa thawabu na kulipwa adhabu. Sio kama siku hiyo ikija ni siku ya dekedeke, hapana, ni siku ngumu siku hiyo. Kwa hiyo takiwa mtu siku hii ajiandae nayo. Inna yawmal fasli kana miqata, inna yawmal hisab wal jazaa wa yawmil fasli baina al-khalaiq lahu waqtun mahdud, ina wakati ulioitwa mpaka. Ay lahu waqtun ma'lumun fi ilmihi ta'ala, katika ujuzi wake Mwenyezi Mungu mtukufu wa qala, la yataqaddamu wala yataakhir, hautangulii wala hauchelewi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyingine asema, dhalika yawmun majmu'un lahu nas, hiyo ni siku ambayo itachanganywa watu, itakusanywa watu. Wa dhalika yawmun mashhud, na imeitwa yaumul fasli kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapambanua katika siku hiyo kati ya viumbe vyake, na amewekea wakati maalumu kwa walio mwanzo na walio mwisho. Wa huwa yaumul khairi wal manfaati ala almu'minin, ni siku ya kheri na siku ya manufaa kwa wapi? Kwa waumini. Na ni siku mbaya, siku ya hasara kwa wale ambao si waumini. Kwa hiyo watu wajipange kwa ajili ya siku hii. Imepokewa hadithi kutoka kwa Bibi Aisha radhiyallahu anha, asema, qultu ya Rasulullah, nilisema au nilimuuliza ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, Ibn Jud'an, bwana mmoja aitwa Ibn Jud'an, kana fil jahiliya, alikuwa katika wajahilia kabla ya Uislamu, yasilu ra'i, anaunga udugu, wa yut'imu almiskin, alisha maskini. Fahalidhalika nafi'uhu, fahalidhalika nafi'uhu, je, yatamnufaisha hakuslimu yeye, yatamnufaisha yeye? Qala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume, la yanfa'u, hayo hayatumnufaisha. Kwa nini asema yeye? Fa innahu lam yaqul yawma, hakusema hata siku moja, rabbi ighfirli khati'ati yawma din, Mola wangu nisamehe makosa yangu siku ya malipo. Miongoni mwa sifa za mtu ambaye ni Muislamu, miongoni mwa sifa za mtu ambaye ni muumini, haipiti mwezi, haipiti wiki mbili, atamwomba Mungu kusamehe. Lakini kwa mtu kafiri hapo, na nichunguze tendo kwa mtu ambaye si Muislamu ilikuwa kialiko, lakini kwa mtu ambaye ni Muislamu, japo siku moja au japo akipata msuko
Asema ya Allah samehe. Sasa huyu ni nani hakusema siku moja, maana hata siku haitomnufaisha. Kwa hiyo siku hii atakayepata manufaa ni yule ambaye ni muumini. Umeelewana? Na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la imana bila mahabba, hakuna imani bila mapenzi ya kumpenda Mungu, hakuna imani bila mapenzi ya kumpenda Mtume, hakuna mapenzi bila mapenzi ya kumpenda Muislamu zako, hamna imani. Umeelewana? Kwamba wewe humpendi Mungu, humpendi Mtume, hata Waislamu zako utawapenda. La imana bila mahabba. Kwa hivyo basi, na maana mtu ambaye, maana kuna mwingine lau kama Waislamu watu ambao kawekea shombe wafika 20 huwa na shombe nao, mtu ana imani. Mwenzake kamudhi kidogo, basi asema na hilo dalili ya hadithi nyingine iliyoongea hilo, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu, hamtoingia peponi mpaka muamini, wala tu'minu hatta tahabbu, na wala hamtokuwa na imani mpaka wajeje mpendane. Wana imani gani? Kuna mapenzi ngapi? Kisha Mtume akamwambia, ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, je, niwafahamishe kitu ambacho mkikifanya mtapendana? Maswahaba wakamwambia Mtume, tumewasema afshu salama, yani salamu, yani salamu tunakupenda. Hata kama mtu kama ana shida na wewe, salamu alaykum, basi yeye mwenyewe pia alishauri salamu ya kubwa, salamu na kupeana mikono, uondo wa mfungo katika nyoyo. Tuelewana jamani? Imepokewa hadithi nyingine kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asema kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam amesema, qala rajulun lam ya'mal hasanatan qat, alisema mtu mmoja ambaye hajatenda jema hata siku moja. Aambiwa fanya amali njema bwana. Kuna siku ya kiyama wewe utapata tabu, unasema siku hiyo utapambanuliwa wema na wabaya, sema akawaambia watu wake, mimi siku nikifa nichomeni, kwamba huyu bwana ndio ameotewa mchome kutema jikuni, maana yeye akimbia siku hiyo melo anakimbia siku hiyo, kama vile ambavyo wengine wachomana alafu basi waone kwamba adhabu imekwisha. Tuelewana sisi? Waliwaambia nichomeni mpaka nibakizi, alafu majivu mengine ya mwageni bara, majivu mengine kama mwageni. Lengo ni kwamba sije huyo Mungu akenda muadhibu huko, kama kachomwa hapa sija mwili maisha. Itolewa siku kweli wale walithi wake, wale jamaa zake walifanya kama vile ambavyo wameamrishwa na mtu wao. Lengo kwamba Mungu kama ataweza siku ya kiyama ataniadhibu mimi. Basi alipokufa watu wake walifanya vile vile, baada ya kuchoma wakamwaga huku na kule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliamrisha
nchi kavu, kusanya maji, kusanya. Kisha akaamrisha kule baharini, kusanya. Kisha Mwenyezi Mungu akayakusanya majivu ya bara na yale majivu ya baharini akayakusanya. Baada ya hapo akamfanya ni mwanadamu. Yeye aliona kwamba kakwepa, kumbe hajakwepa, akafanya mwanadamu. Mungu akamuuliza, lima fa'alta hadha, kwa nini kufanya hivi wewe? Hivyo ulifanya hivi kwa sababu gani? Mpaka ukaambia watu kuchome kwa sababu gani? Asema Mola, nimefanya hivi kwa ajili ya kukuokoa wewe na damu yako siku ya Kiyama, naogopa adhabu siku ya Kiyama. Na wewe ndio unajua moyoni mwangu nia yangu hiyo. Mungu ajua. Mungu kwa vile ajua alifanya kweli maasi yake, lakini aliona kwamba kweli ameogopa Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsamehe. Ndio kwa hiyo tunasema jana kwamba miongoni mwa ibada ambayo ina daraja ya juu ni mtu kufanya ibada kwa kumwogopa nani? Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsamehe. Tumeelewana? Kwa siku ya Kiyama ni siku nzito. Sema inna yawmal fasl, hakika siku ya upambanuzi, baina al-khalaiq, kati ya viumbe, kana miqata, ni yenye kuwekewa muda maalum. Siku gani hiyo? Yauma yunfakhu fi sur, siku itakayopulizwa sur. Al-qarn, sur semaini badal min yaumi al-fasl, badal ya au pia tunasema ni bayani, unaoidanisha kwamba ni siku gani hiyo ya kupambanuzi kati ya viumbe. Siku gani? Yauma yunfakhu fi sur, ni siku ambayo itapuliziwa suri. Wanafikhu Israfil, na mwenye kupuliza hilo ni malaika Israfil. Especially angoja siku ifike, kama Mwenyezi Mungu anasema Allah amarun wa yafaluna ma yumaru, hawana kwamba watapewa rushwa. Hakuna rushwa kwa hao wote, hao wako serious. Ngoja siku Allah atakayoamrisha, basi lishateba kabla ya yauma, lishateba. Yauma yunfakhu fi sur, ni siku ambayo itapuliziwa suri. Wanafikhu Israfil, na mwenye kupuliza Israfil. Fatatuna min quburikum, mkaja nyinyi kutoka katika makaburi yenu. Ila almawqif, kwenda katika kisimamo. Afwaja, makundi makundi. Ay jamaatin mukhtalifa, makundi mbalimbali. Jamaatin mukhtalifa, makundi mbalimbali. Kuna watu kwa hali hii, kuna watu kwa hali hii, kuna watu kufufuliwa konchi, hawana chochote na wakisimama mbele ya Mungu ni adhabu. Kuna watakusanya, wote watakusanya katika hali ambayo Mungu amezaliwa, lakini kila mmoja atakuwa na neema zake. Mwingine atakuwa adhabu. Elewana? Yauma yunfakhu fi sur, siku itakayopuliziwa suri. Fatatuna afwaja, mkaja makundi makundi. Fatatuna min quburikum, mkaja kutoka katika makaburi yenu. Ila almawqif, kwenye kusimamo. Afwaja ay jamaatin mukhtalifa, makundi mbalimbali. Hii ndiyo siku ya Kiyama. Kila utume atakuwa na kiongozi wa watu wake. Alafu kuna hali ingine ndofuliwa
zao za zinazofuliwa zao nyeusi zinazofuliwa kila namna mbalimbali moja tu. Yaumi kana miqdaruhu 50,000 sana, siku moja lakini ni kama miaka 50,000 dunia. Kwa siku nyepesi, siku ya mtu kuogopa hiyo. Huko hakuna baba wala mama. Kwamba ukimwona kuliko baba, mama, hilo halipo. Amali zako ndizo ambazo zitakusaidia. Asema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar asema kwamba amesema Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu atazikunjua mbingu. Mwenyezi Mungu atazikunjua mbingu siku ya Kiyama, atazikunjua mbingu kisha atazishika mbingu hizo kwa mkono wa kulia. Hizo mbingu Mwenyezi Mungu atazishika kwa mkono wa kulia, kisha Mungu asema anal malik aina aljabbaru, mimi ndio mwenye kumiliki leo. Wale walikuwa duniani kufanya wao ndio nani ni waone leo? Wale ambao walifanya kwamba wao ndio wenyewe leo wapi? Kisha watakaomwona dhaifu Mungu ni wale wajawema, watakaomwona kwa siku mara. Kwa uwezo wa Mungu atauliza wao nini. Lakini kwa mtu ambaye duniani alikuwa anadharau nini, huyo ana uso kumwona. Kwenye suratul Qiyama semaje? Ila rabbiha wa wujuhu yawmaidin nadhira, nyuso siku hiyo za watu wema zenye kumekameta. Ila rabbiha nadhira, mola wake tufanyaje? Wa wujuhu yawmaidin basira, nyingine siku hiyo zitakuwa ngumu kabisa. Tadhunnu an yufala biha faqida, zitadhania kutendewa jambo baya. Leo ndio siku ile nini? Mfano mmoja kama kwamba mfano mmoja wa wanafunzi kumwambia sitaki jambo fulani ulifanye, alafu ikawa wamelifanya ile jambo, alafu kaona kweli wamelifanya, kaambia ndio usiku, maana kila mmoja alikuwa kinaendelea nini, kila mmoja ajua kinaendelea nini. Kwa ndio hawa ambao wanafanya duniani kifika kule wanakuwa tafuta kufanya ya fakira watayakini. Kisha Mwenyezi Mungu atashika ardhi na upana mkono wa kushoto, atasema mimi ndio mfalme. Wako wapi wale walikuwa wenye kujeuri wale? Kwa wapi? Melewana? Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataonyesha uwezo wake, mpaka wakati mwingine wema wende wapi, wabaya wende wapi. Ndio siku hiyo hiyo sasa, mchanga wa tifu tu, jua likiwa kali, kutembea bila viatu. Je, kama ni shaba imetandikwa na jua liko maili moja kutoka katika vichwa vya wanadamu, hivi sasa liko huko
watu walalamika, pengine chumba kimoja funga mafeni mawili na pia hayafanyi kazi. Je, likiwajua tuko katika vichwa vya wanadamu maili moja? Kwa jasho litakalotoka kwa wewe kwa muda itakachosaidia usibile na amali zako, na miongoni mwa amali ambazo zinasaidia jambo hilo ni sadaka. Miongoni mwa kitu ambacho kitasaidia kwa sehemu kubwa ni sadaka. Tukisadiki 200 changu msikitini ndio itanufaisha. Mtu akija 1000 changu kwa utatamani wewe ungezidisha kutoa sadaka msikitini. Ili haiwezekani tena. Na ule ambaye hakutoa anatamani kwamba angetoa. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura nyingine asema, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa, siku itakapofika hatasema yoyote ila kwa idhini ya nani? Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu safa la yatakallamun illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Ule dikeni ni mitume wewe mzangu mimi zangu mimi, faminhum shaqiyyun wa sa'id, watakuwepo katika siku hiyo wema. Kwa ni siku ngumu sana, siku ambayo tunatakiwa tujipange nayo. Mama Aisha radhiyallahu anha asema kwamba nilimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam asema, watakusanywa watu siku ya Kiyama hali ya kuwa wanapendea, hawana viatu, peku uchi, ghurla, hawajatahiriwa, watu wana misonga yao kama ulivyozaliwa. Filimbi unayo, filimbi yako unayo. Mama Aisha asema, nikasema ya Rasulullah, tutakuwa tu wanaume na wanawake, itakuwaje? Wale huku wajiziba, mnakuona wajiziba, itakuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Aisha, ya Aisha, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhuhum ila ba'd. Jambo la siku hiyo ni zito. Ukipomwangalia mzee na mepesi, lakini hilo huliaza hilo. Mtu ni wale ndio mtu alibaza kabisa kwamba utamuona kila mmoja anapeza amomba yao ya siku ambayo mtu atafukutu kwanza mawazo hayo huda na mambo mengi Mwenyezi Mungu amewekea mifano yake. Haina maana kwamba watu hija waiuchi, hija waiuza mvale nguo na nini, lakini ukiwa hija ukisalimia ile Al-Kaaba, basi mawazo yote ya dunia yanaondoka. Hata kama uliwaacha wanao na hadithi ya mawazo, maana kiwato songamana, hakuna anaanza kwamba unamchobea nini, unamchobea yote. Mungu acha kwa siku hiyo kama hivyo. Bwana watu wajenda mizana, watu ndio hakuna ndio hiyo songamana. Kuonyesha kwamba siku hiyo ipo, haina shaka.
wote Mungu mzima, na sio kwamba zama hizi nyumati zote, wa mwanzo na wa mwisho wote, kutoka Adam mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Hud asema, wa ma nu'akhiruhu illa liajalin ma'dud, hatuicheleweshi siku hiyo ila kwa hisabu yake. So kama wanachelewa kutoka Muhammad, iliambiwa kwamba siku zobakia ni kama za kuzama. Wa ma nu'akhiruhu illa liajalin ma'dud, mwenye anasema elewana. Katika sura nyingine Mungu asema, yauma nad'u kulla unasin biimani, siku ambayo tutawaita kila watu na kiongozi wao. Kwa hiyo katika siku hizi maandalizi yako wewe yatakiwa ufanye amali njema, mwisho wako uwe mzuri. Umri wako ni mrefu, ushukuru kama Mwenyezi Mungu amekupa ofa, lakini umri wako uwe ni mwema. Afadhali uanze mbaya umalizie mwema kuliko kuanza mwema ukamalizia mbovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, bora mno katika watu ni yule ambaye umri wake ni mrefu. Ni neema kutoka Mungu. Yeye mwenyewe mtume wa Mwenyezi Mungu kafa na miaka 65, khalifa wake Abu Bakar na miaka 63, khalifa wake Sayyidina Umar na miaka 3. Wewe mwenzangu umepewa miaka zaidi ya hapo, takiwa ushukuru. Kule kupewa ile miaka mingi kumshukuru Mungu, udumu katika ibada, kwa sababu ni wachache katika sisi wanaojiunga huko. Amesema mmoja wa bwana wakubwa kwamba umruka dhahabiyyu amamak wa laysa wara, umri wako wa dhahabu, umri wako ambao umetoa ofa ni ule wa mbele yako, kwa sababu nyuma si ushapita. Utaona nini? Ulifanya mabaya, ulifanya nini? Ushapita. Sasa huwa mbele kwa kutazama, huo ndo fursa dhahabu. Uikimbilie fursa hii, uifanye amali njema. Sio bado na siku bado zipo. Wewe una miaka 50 lakini bado hujajipa hofu kwamba bado niko bado. Kuna watu wana miaka 2, kuna watu wana miaka 5. Sasa hivi mzee kaga, kuna mtoto kwa bwana gari sasa hivi hakufikia uzee hapo sababu. Kwa hiyo uone umri wako muda wowote ule, sio tarajia kwamba wewe utakaa unaenda ila ipo melewano. Na miongoni mwa hayo ni kufanya wema, hasa katika mwezi mtukufu, katika miezi ambayo inapandisha daraja kuzuia mabala, kuzima vivuli. Zaka ni kama ni amri ya Mungu, kwamba Allah amekuwezesha kiwango kinachotakiwa katika zaka. Ni kama vile kufanya ruhui alafu ukadumu kwenye dhuha, ukadumu kwenye tarawih, kila mwezi unapiga, ukadumu kwenye hizi tahajjud, zile zinafanya thamani yako. Nabadilisha
thamani yake. Lakini hizi swala ni wajibu wa mtu ushatekeleza, lakini hizi za ziada hizi ndio za kupandishia thamani. Kama vile kuambia mimi kazi yangu nataka uifanye mpaka saa 11. Mwenyewe unaona wewe sasa kabla saa ili waleta mapenzi kwa nani? Kwa kupende. Wewe unashakusha bwana kwa sababu ngoja ni maisha mpaka hapo. Ndio vile walikuwa kwa Mungu akupende. Na Mungu akikupenda kutokana na kupenda Mungu awaambia malaika wake mpendeni kwa pendeni. Kwa hiyo zile zote ni amali ambazo za kumpanisha mtu thamani. Umeelewana? Sadaka, swala za sunna hizo. Umeelewana? Kwa hiyo miongoni mwa hayo ni kutoa katika miezi hii tukufu. Ukitoa Mungu anakupanisha daraja. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema as-sakhiy qaribun min Allah, mtu karimu huyu yuko karibu. Kwa kutokana na ibada zako, kutokana na ukaribu wa Mungu, pata tatizo ukamwomba mara kwa mara, naomba nisamehe. Waona kama mchezo kukusaidia ni vile wewe kwa karibu na Mungu akuepusha na haya, kupa kheri hizi. Vile vile pia karibu min aljanna, uko karibu na pepo. Pepo ile karibu nayo. Vile vile pia karibu min alnas, uko karibu na watu. Kama mtu ni karibu mwenzake, anapotindikiwa akimuomba kumsaidia, anapoomba jambo hili, watu sasa wanampenda bwana. Alhamdulillah tunakusaidia bwana. Watu wamezakia kwa baba si bomba ile, kwa tuna mawazo hapa. Ni kutusaidia. Kwa yote ane Mungu hakuachi bure. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakuombwa kitu chochote ambacho alikuwa nacho akasema sina bwana, hamna bwana, sina bwana. Mtume hakufunga hata kama hana, atakuwa hili baadaye basi kuchukua. Kwa hiyo tukani usikuomba hayo bwana, sana kusikia bwana ombi lako jaribu kulipita jioni, Allah atakuzuku na nenda kuchukua. Kweli Mungu atakuzuku. Mungu anakuzuku kwa sasa hizi bwana, ndio muda fulani. Ndio kuna watu wengi wakimbilia kwa mashehe, wakimbilia kwa walimu wa dini, kuonekana kwamba wako karibu, kwamba mtu ajabu kufuata yule sirutu tu, hata kama kidogo. Sasa kwa vile unakutegemea Mungu anakamleta, Mtume kasema kwamba Mwenyezi Mungu anaomba waja wake awe ni hasa kwa kukidhi haja zao, wengineo anawaelekeza wenye haja kwa watu wake. Sasa mtu katoka kwa kufuata wewe toka asubuhi, kwa kwamba kweli toka asubuhi tunapata kunaomba kabatia kwa Mungu nipe unga au muhogo, basi tukamwona muhogo au nenda kwa fulani katia unga kutonga. Lakini sio mkaribia mtu kwa kuomba, utaondoa baraka yako. Naelewana? Lakini kwa uwezo wako, sio kwamba kisomambiwa mtole mpaka mtaji. Kwa uwezo wako hapa ile ambayo unaona kwamba amekuja kile kitu kimenini, basi pia vizuri. Lakini usimalize mtaji kufungasha vitu sokoni, kesho ule kufungasha hapa, toa na ubakishe kidogo. Tunasemaje? Bora sadaka ile ambayo bakisha nini
tajiri kwa maana anacho. Imam Shafi'i yasema innaka la taqdiru an tarda an-nasa kullahum, innaka la taqdiru an tarda an-nasa kullahum, hakika wewe huwezi kuwaridhisha watu wote. Ile kwa maana ila kubwa fa aslih ma bainaka wa baina Allah, suluhisha kitu kati yako wewe unataka kusaidia hapa sina basi au nini, wala tubalu binnas, wala usijali maana sawa kuza wayasemayo kama wewe unafanya nimekwenda nyuma una leo jana nilikuwa nacho ndio nikampa sadaka lakini leo sina. Umeelewana? Na yote hayo uyafanye kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tazayyana bi'amali al-akhirah wa huwa la yuriduha wa la tatlubuha lu'ina fis samawati wal ardh. Man tazayyana bi'amali al-akhirah, mwenye kujipamba kwa matendo ya akhira, wa huwa la yuriduha wala habari nayo, ameweka kitu kama bango tu kwamba hapa tumeanzisha mayatima kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini leo mwingine mfano kama wajini, ili wale watu walete nini, walete mali zao, lakini si kwa hilo. Mtume asema dunia fi samawati ulani wa mtio mbinguni na ardhi. Kwa yote takiwa watu wayafanye kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna yawma al-fasli kana miqata, hakika siku ya kupambanuliwa au siku ya upambanuzi iwe ni yenye kuwekewa muda maalum. Yauma yunfakhu fi sur, siku itakayopuliziwa suri. Fataatuna min quburikum ila al-mawqifi, mkaja kutoka kwenye makaburi yenu kuja katika kisimamo, afwaja, makundi makundi, ay jamaatin mukhtalifa, makundi mbalimbali. Wafutihatis samaa, na zikafunguliwa mbingu, bitashdid pia takfif, futihatis samaa. Wafutihatis samaa, na zikafunguliwa mbingu, ay shukkikat, zikapasuliwa leo linuzuli almalaika, ili malaika wafanye washuke. Mbingu zikapasuliwa leo ndio malaika wafanye washuke huko. Kuna malaika ambao walikuwa ni ushahidi, kuna malaika watakafanya hivi, watu washuki hao. Mungu wote katika miliki zake. Wafutihatis samaa, na zikafunguliwa mbingu, ay shukkikat, zikapasuliwa linuzuli malaika, kwa ajili ya kuteremka malaika. Fakanat abwaba, zikawa ni milango, la abwab, kwa kama milango ya kushukia. Wasuyiratil jibal, na yakaendeshwa majabali. Fakanat saraba, yakawa kama mangati. Mlima wa Uhud au mlima wa Kilimanjaro, mlima wote mkubwa utapelekwa, utaendeshwa kama mangati. Mangati vile ukiwa kwenye jua, kwa mbali unaona kama kuna mvua, mpaka ukifika mvua hakuna, ndio mangati. Baada ya kuwa ni jidude hilo, itakuwa kama vile, kwa ni siku ngumu sana hii ingine ambalo huwezi kulibeba wala hutumia kulibeba, yawe hivyo. Na zaidi ya ukubwa wao hilo pia na kuogopa Mungu. Ya Mungu leo atufanyaje?
wafutiati samaa, na zikafunguliwa mbingu, fakanat abwaba, zikawa ni milango. Wasuyiratil jibal, ay tuhiba biha an amakiniha, itaondolewa mahala mwao. Yatakiwaje? Nyonge safi kabisa, sio kuna mlima chakula nyeupe kabisa, watu wamekaa vizuri. Na Mungu asemaje? Ya ma'ashara jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal tanfudhu. Umefanya mababu ukiukuta na mbabani mtaboda kitana nini? Sasa leo kama hizo leo siku hayapiteni viteni. Mungu asema la tamfuruna illa sultan. Wewe unafanya wewe jabari, bana wewe mshindi Mungu, wajiba moyo tu. Wasujiratil jibal ay dhuhiba biha an amakiniha, itaondolewa mahala mwake. Fakanat saraba ay habaan, ikawa ni vumbi tu, ikawa ni mangati. Ay mithlu, mfano wake, fi khifati sayriha, fi khifati sayriha, katika wepesi wa mwendo wake. Sio kama anaangalia jijiwe likugusa, hapana, faster ay mithlu, mfano wake, fi khifati sayriha, katika wepesi wa mwendo wake. Inna jahannama, hakika jahannam, kanat mirsada, iwe ni malindilizo. Manake yawalindia, ili nifahamike ni mfano mmoja. Kama vile kino mama visimani, maji anakaa nini? Hamna. Hapa ngafule nasemaje? Tunamlindia huyo. Alindia nini? Maji atoke. Ndio vile kule jahannam ya kulindia wewe, ya kulindia. Sio kama ya kulinda, ya kulindia. Tunamlindia leo hapa. Jua kali hivyo walindia maji. Jahannam yalindia kina nani? Mtaghina maaba, kwenye kukutuka mpaka na leo. Wale ambao kama hawana kufufuliwa, ukifa kama mtama tu utaota, basi yamekwisha. Hao ndio wanaongojea nani? Na jahannam. Tuliona siku amele mlindio kwa nasema jereshana, ndio mlindio huo. Inna jahannama kanat mirsada, hakika jahannam ile ni malindilio. Al-rasidatan au mursidatan, ni kilindilio kwa kina nani? Litaghina ay al-kafirina, jawalindia waki wale makafiri. Fala yatajawazunaha, atokeuka, hawataweza kuvuka. Kama kuna kuvuka kwenye sirati kwa wema atavuka, lakini hawa hawatavuka hii. Fala yatajawazunaha, hawataivuka. Inna jahannama, hakika jahannam, kanat mirsada, iwe ni malindilizo. Litaghina maaba, kwa wenye kupituka mpaka marejeo. Tena maaba ay marji'an lahum, marejeo yao. Fayadkhulunaha, wao watauingia moto huo. Tena labithina ay ala muqaddara, alilokadiriwa ay muqaddaran lubthihim, aliyakukadiria kukaa kwao. Fiha ahqaba, humo milele. Alduhur, miaka na miaka, kwa maana ukishaingia pale ndio imetoka hiyo. Sio kama si nini kwa makafiri, ama kwa wale ambao ni Waislamu maasi,
anapata kibano kwanza, alafu ndio aangalia kijipepo chake kidogo ndio apelekwe. Inna jahannama kanat mirsada, hakika jahannam iwe ni majindilizo, litaghina maaba, kwa wenye kupituka mpaka marejeo, labithina fiha ahqab, ni wenye kukaa humo milele, duhuran la nihayata laha, milele, miaka kwa miaka, hakuna mwisho. La nihayata laha, hakuna mwisho. Asema ahqaba jamu uku bidhammi awali, jamu uku ikiwa mengi ahqaba. La yadhuquna fiha, hawatonja humo baridan, baridi ay nauma, usingizi. Hata kijilepe utokipata, maana hakuna baridi nzuri au starehe nzuri kuliko usingizi. Kuna starehe za usingizi, starehe gani unataka? Hata kama wala vizuri wala vifahari kama hulali, bado unapata starehe. Tuna kero tu, ili joto tu za jina mtu kabana, tumeona mchana na ovyo kama usiku wa kulala. Kwa hakuna starehe kubwa zaidi ya usingizi. Ndase haina vocha starehe wala luku. Kuna wengine ya kilala koroma, kila mmoja ana maumbile yake. Mwingine ya koroma, mwingine akilala foka, mwingine ana mhemo. Yote starehe zile, kila mmoja ana starehe yake. Kiwani Mungu amefuruzuku. La yadhuquna fiha, hawatonja humo baridan, baridi ay nauman, usingizi. Fa innahum la yadhuqunahu, hakika wao hawatauonja usingizi hata lepe. Jamangu unasafiri si mbona la yadhuquna fiha baridan ay nauman, hawatonja humo hata usingizi au baridi. Fa innahum la yadhuqunahu, hakika wao hawatauonja wala sharaba wala kinywa au wala kinywaji, ay wala ma yushrabu, wala kile ambacho hunywa taladhuda wastarehe. Hawana watu hao, hawatakuwa humo, hawataonja humo illa lakin hamiman ma'an hara, maji ya moto ghayat alharar, yenye mwisho moto ya moto kabla na pamoja natoka kunywewa. Utaka maji pewa kwa maji ya moto peke yake pia nafuu. Kwa maji ambayo yamepitishwa katika tupu za watu, yamepitishwa usaha, usaha ambayo disapesheni kuna kwa moto. Ingawa starehe hapa mwadhini wa chakula jinsi unayotaka, nenda kabisa tukapani takasijui gharami huko nana, kama wote unafanya kufanya amali njema, mwisho wake ni mbaya. Illa amiman wa ghasaqa, ila maji ya moto ay ma'an haran ghayat alharar, maji ya moto ambayo kwa upeo wa moto wake. Wa ghasaqa, na usaha, saha zitu kama lile jipu likitunguliwa lile jiriko lile, ndio juisi yako kule. Bitakfif wa tashdid, ghasaqa ni yapi?
ma yasilu min sadidi ahli nnar, ni yale ambayo yanachuruzika kutoka katika nini? Katika usaha unaotoka kwa watu wa moto, wa motoni. Isaha lile. Sasa wewe kwa mfano mtume mwenzio jibu alafu ramba ili chukue mazoezi. Sasa wewe utapata kwa baridi kule ni moto sasa. Kama huwezi hilo fanya ibada. La yadkhuluna fiha hawatun jahumu baridan wala sharaba, baridi wala kinywa, illa amiman, lakin amiman ay ma'an haran ghayat al-arar, maji ya moto yaliyo upeo wa moto, wala safa na usaha, bitakfifi watashdid, kukuwa na shada na pia kutokuwa na shada, waghassa shada ni ipi? Ma yasilu min sadidi ahli nnar, ni yale ambayo yanachuruzika kutoka katika usaha mzito wa watu wa motoni. Fa innahum yadhuqunahu, hakika wao watakunywa usaha. Fa innahum yadhuqunahu, hakika wao watakunywa. Kwa nini waliko hivyo? Mungu kwa nini waliko hivyo? Juwizu bidhalika, wamelipa hivyo jazaan wifaqa, malipo yenye kulingana na amali zao. Sio kama Mungu amdhulumu. Mungu amdhulumu mtu, Mungu hamwonei mtu. Amali zao ndizo zilipelekewa kufanya nini? Wakalipa hivyo jazaan wifaqa, malipo yenye kulingana na amali zao. Ay jazaan muwafiqan liilmihim, malipo yenye kuwafikiana na ujuzi wao. Fala dhamba a'zama min al-kufr, hakuna dhambi kubwa kuliko kafiri. Hakuna dhambi namba moja kuliko kafiri. Fala dhamba a'zama min al-kufr, hakuna dhambi kubwa kuliko ukafiri. Wala adhaba a'zama min an-nar, na wala hakuna adhabu iliyokubwa mno kuliko moto. Moto ni adhabu, si mchezo. Kwa nini? Innahum kanu, hakika wao walikuwa la yarjuna hisaba, walikuwa hawatarajio kuhesabiwa, hawatarajii kuhesabiwa. Innahum kanu, hakika wao walikuwa la yarjuna ay la yakhafuna hisaba, ilikuwa hawaogopi kuhesabiwa. Wala yarjuna la yakhafuna, walikuwa hawaogopi hisaba, kuhesabiwa. Kwa sababu gani? Liinkarihim al-ba'th, kwa sababu kule kwa mshakuwa kufuliwa. Siona kama kufuliwa kifo umekufa tu. Liinkarihim al-ba'th, kwa kule kukanusha kwao kufuliwa. Tena wakadhabu, na walikadhibisha biayatina al-Qur'an, walikadhibisha Qur'ani yetu, kitaba, kukadhibisha takdhiba. Wa kulla shay'in min al-a'mal, na kila kitu katika matendo. Ahsaynahu ay wabatnahu, tumekidhibiti kitaba kwa ukiandika. Tumeona fi lawhil mahfudh, katika lawhil mahfudh tumekihifadhi. Linujazi alayhi, linujazi alayhi, linujazi alayhi, litwalipe. Wa min dhalika takdhibuhum bil-Qur'an, miongoni mwa adhabu ambazo watazipata ni kwa sababu ya kule kuikadhibisha Qur'an. Kwa Mungu amriaje? Fadhuqu, onjeni. Fayuqalu lahum fil akhirah, wataambiwa wao huko akhira, inda wuqu'i al-adhabi alayhim, wakati adhabu ya kuwapata
ya kutuka adhabu kwa wao, dhuku jazaakum, onjeni malipo yenu, falan nazidakum, hatutokuzidishieni ila adhabu fauka adhabikum, ila adhabu zaidi ya adhabu. Hakuna kingine kwamba tumewaadhibu alafu tutakustarehe, ni adhabu ikibidi ni adhabu nyingine, fauka adhabikum. Inna yawma al-fasli kana miqata, hakika siku ya upambanuzi iwe yenye kuwekewa muda maalum. Yawma yunfakhu fi sur, siku itakayopuliziwa suri, fatatuna afwaja, mkaja makundi makundi. Futihatis samaa, zikafunguliwa mbingu, fakanat abwaba, zikawa ni milango. Wasuyiratil jibal, na yakaondoshwa majabali mwake, au yakaendeshwa majabali, fakanat saraba, yakawa ni maji. Inna jahannama, hakika jahannam, kanat mirsada, iwe ni madindilizo, litaghina maaba, kwa wenye kupituka mpaka marejeo, kwa maana makafiri. Marejeo kwamba wanayakinisha kwamba hakuna kufufuliwa. Labithina fiha ahqaba, ni wenye kukaa humo milele. La yadhukuna fiha, hawatonja humo bardan wala sharaba, baridi au usingizi wala kinywaji, illa hamiman wa ghassaqa, ila maji ya moto na usaha. Na hayo jazaan wifaqa, malipo yenye kulingana na amali zao. Innahum kanu, hakika walikuwa, la yarjuna hisaba, walikuwa hawaogopi hisabu. Wakadhabu biayatina kitaba, na walizikadhibisha aya zetu kuzikadhibisha. Wa kulla shay'in min al-a'mal, na kila kitu katika matendo, ahsaynahu kitaba, tumeyadhibiti kwa kuyaandika. Fadhuku, onjeni adhabu, fayuqalu lahum fil akhirah, wataambiwa inda wuqu'i al-adhabi alayhim, wakati wa kutuka adhabu kwa wao, dhuku jazaakum, onjeni malipo yenu, falan nazidakum illa adhaba, hatutokuzidishieni illa adhaba, fauka adhabikum, zaidi ya adhabu yenu. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.